alipokea na kwenye mikutano wa rais yule wa Singapore, yakazungumzwa mambo mengi yanayohusiana na masuala ya vijana, lakini hata bajeti pia imesema kwa mtazamo wake na mwelekeo wake kwamba pia itagusa maisha ya vijana, kwa maana ile miradi inayowagusa vijana itashikiliwa, itapewa kipaumbele zaidi. Vijana wenyewe sasa ambao ndio wanalengwa, wao wenyewe wanajua kwamba sasa tunawekewa mazingira mazuri tunufaike. Kwanza nipende kutoa pongezi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuliona hilo swala la vijana na kulipa kipaumbele katika maendeleo ya nchi yetu. Kwa mara ya kwanza tumeshuhudia Wizara ya Maendeleo ya Vijana ikiwasilisha bajeti yake bungeni. Ingawaje ni bajeti finyu kulingana na mahitaji, lakini ni kwa sababu katika kila wizara kuna idara ya vijana. Wale wanabakia kama mediator baina ya vijana na wizara zingine. Ndio maana ukimwangalia Waziri wa Maendeleo ya Vijana anaingia sehemu zote, kwenye ajira yupo, kwa masuala ya vijana, Wizara ya Jinsia na Wazee, yani inaingia sehemu zote. Kimsingi hii bajeti ni nzuri kama jinsi ambavyo ilivyopangiliwa, kwamba inalenga kumuinua kijana. Ukiangalia nchi yetu karibuni zaidi ya 35% ya population tulionayo ni vijana. Ndio maana ukiangalia msingi wote, hata ziara za Mheshimiwa Rais anazozifanya siku mbili hapa katikati, lengo lake kubwa ukiingia ndani utakuta kuna maendeleo ya vijana. So bajeti iliyopo ni nzuri, lakini changamoto inakuja. Vijana wengi sana hawana uelewa masuala ya bajeti. Hawafuatilii ripoti za bajeti. Lakini pia hata fursa zinazotoka, ni vijana wachache sana wenye mwamko na wenye muono ndio ambao wanaonufaika moja kwa moja na hili. Na hapo sasa ndo tunakuja sisi TIDA ambao tunakuwa ni kama daraja sasa baina ya fursa zilizopo au zinazopatikana na watu ambao wanatakiwa wazipate. Kwa sababu leo kuna mtu yupo Rukwa, kuna mtu yupo Singida. Huenda hakawa hajui kinachoendelea na nini ambacho mikataba iliingia baina ya serikali ya Tanzania na Singapore. Hasa nani anampa taarifa? Sisi tunatoja sasa katikati kuhakikisha kwamba zile fursa zinawafikia vijana kikamilifu. Swala ambalo huwa linasisitizwa sana, na nikasema hapa ukija tutakuja kuzungumza swala la vijana kuwa na ujuzi. Maana rais wakati anazungumza na mgeni wake alisema sio kwamba tunahimiza watu wawe na shahada, tunataka watu wawe na ujuzi ambao watazalisha mali. Maana unaweza kuwa na shahada yako ya uhasibu, lakini namna gani sasa wewe unaweza kujikwamua kiuchumi ukatumia fursa zilizopo inataka kushinda. Na hicho ndio kiliwahi kuzungumzwa vizuri tu na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa. Alifafanua, lakini hili jambo lilibebwa tofauti, ile ya kwamba pamoja na kwamba wewe umaliza shahada yako chuo kikuu cha Dar es Salaam, nenda VETA ukapate ujuzi. Sasa wale watu ndio wakalibeba hili tofauti. Mimi na degree zangu 2, niende mimi tena naenda VETA mimi nikajifunza kufyatua matofali. Inawezekana vipi? Lakini ndio huo ujuzi unao, ukienda kujiongezea kule. Na nafikiri niko kwenye mstari bila shaka. Uko sahihi kabisa, kwa sababu changamoto ambayo tunakumbana nayo sisi katika soko la dunia, hasa soko la ajira, kulingana na ushindani ulivyo, quality ya watu wetu au ya wahitimu wa vyuo vyetu haifiti mahitaji ya dunia ya sasa. Ndio maana sasa nakuja sasa hizi youth empowerment ni kama kuanoa vijana, kuwapitisha ili wafiti kulingana na mazingira ya dunia ya sasa. Ndio maana katikati hapa kuna hizi seminars, colleges ziko hapa kuja kutoa ujuzi mbalimbali, kuhakikisha kwamba huyu kijana akimaliza kuhitimu, akipita college, akirudi katika maisha yake ya kawaida, anaweza akayamudu. Mheshimiwa Waziri Mkuu aliongea ile kauli ulivyosema, ilikuwa kauli nzuri sana. Lakini watu wakakata kile kipande, wakatumia kama dhihaka mtandaoni. Na ilikuwa ni kuhamisha ajenda. Kwamba kuna mfumo ambako katikati hapa ambako kuna taarifa, alafu na kuna wasilisha taarifa, alafu na kuna walaji wa taarifa. Sasa watu walikula katika kipande kwamba watu waende VETA. Mtu anafikiria mimi nimeweza chuo kikuu nirudi VETA nikajifunza fundi uwashi, lakini ukirudi kuongeza ujuzi
ambao ni tofauti na ile taaluma yako, inakusaidia hata katika kuinvest. Unajua unainvest katika engo gani, ambao utainvest bora zaidi kwa mtu ambaye hajafika chuo kabisa. Sasa bajeti inatakiwa ijielekezeje kiasi ambacho kwamba mbali tu na kusema kwamba bajeti itaweka hapa hiki kwa lengo la kuwafanya vijana wawe na ujuzi, wapate maendeleo kwa kutizama dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Hapa kinachotakiwa kifanyike ni nini? Nje ya bajeti kutengenezwa. Unajua kutengeneza bajeti ni swala moja, lakini pia kuwasilisha ile bajeti kama ilivyo kwenye wizara husika ni swala la pili. Lakini wanufaika wa ile bajeti kupata, ambao ni raia, kupata zile fursa ambazo walikuwa wanazitegemea ni swala lingine kabisa. Ukiangalia bajeti ambayo inapitishwa leo, ni kwamba leo inasomwa leo. Inasomwa leo bajeti ya majumuiya. Ni bajeti ambayo kimsingi ina malengo makubwa sana kwa vijana. Lakini licha ya huyu kijana kutengenezewa haya mazingira, ni lazima asogezwe karibu na mamlaka. Leo ukienda katika kijana huyu akitaka kufungua kampuni, kuna process nyingi sana. Kuna kodi nyingi ambazo kimsingi huyu kijana hawezi kulipa. Lazima pamoja na kwamba tutengeneze mazingira mazuri kijana ya kuwekeza na kukua kimtaji, lakini lazima pia tumtengeneze mazingira ya kikodi ambayo yatampa wasaa mzuri wa yeye kukua. Kuna nchi jirani hapa, ukifungua kampuni leo anakupa miezi 6 mpaka mwaka mmoja bila kulipa kodi ili ukue. Baada ya hapo utalipa kodi. Sasa pamoja na yote, lazima kijana atengeneze mazingira mazuri ya ukuaji. Maarifa alionayo, kampuni alizonazo, biashara anazozifanya, zimpe mazingira ya yeye kukutana na fursa na pia kukua. Kijana mwenyewe hakutane na fursa kwa kuwekewa mazingira ya namna hiyo. Hapa vijana ambao huwa wanachangamkia fursa ni kwa jinsi ambavyo unaona. Unawaona wasomi vijana wakichangamkia fursa ya kuhakikisha kwamba wanajikwamua, ama vijana ambao hawakupata bahati ya kwenda kupata elimu ile rasmi? Vijana wasomi sasa hivi wanatumia nafasi sana. Wanatumia nafasi kubwa sana hizi za fursa hizi mbalimbali za kimataifa. Ukienda kwenye balozi wanaandika maproposal mengi ya kuomba fundi. Wanatumia vizuri. Lakini pia sio vijana wasomi tu. Hata hawa vijana ambao hawakupata bahati ya kufika chuoni au kufika shuleni wanatumia fursa vizuri sana. Kuna mwamko mkubwa umepita katikati hapa. Sasa hivi ukienda katika mfano ukienda soko la Kariakoo, degree holder ni wengi sana. Wanatumia fursa zilizopo za kijiografia, kwa sababu pale haufanyi biashara na Tanzania, tunafanya biashara na East Africa community nzima na SADC. Lakini pia katika masuala ya uwekezaji, kuna vijana wengi sana wamejikita katika masuala ya agribusiness ambao ni wasomi pia. Jana nilifanikiwa kuwakutanisha vijana ambao wanashiriki katika masuala ya agribusiness na baadhi ya investors kutoka Malaysia, kutoka Singapore ambao wamekuja juzi. Na wana proposal nzuri sana kiasi kwamba wamefika na present, jamaa anasema nitakusupport. Kama unakuja kwenye mtaji sasa. Soko ninalo, soko ninalo, wewe niambia una supply tani ngapi, mimi nitakusaidia. Sasa hapo ndio swala lingine la mtaji, lakini vijana kwa mwamko wa kutumia fursa sasa hivi wapo vizuri sana. Mtaji si upo, wizara yao si ipo tayari. Sio wizara ipo, lakini mpaka sasa hivi wizara ina maombi 35,000 ya kuomba mkopo kwa nchi nzima. Kwa nchi nzima, na wizara ina shilingi bilioni 200 tu. Kiasomba ukisema kila kijana kigawanywa hapo, yes, inakuwa ni fedha ambayo inakuwa ni kidogo sana. Lakini kwa kuanzia ni jambo zuri sana kuwa na wizara ambayo inaweza ikampa mkopo kijana, na mikopo yao ni mizuri. Unaanza kulipa baada ya miezi 6, lakini riba ya mkopo mzima ni 5% tu, ambayo inaweza kumruhusu kijana kufanya shughuli zake vizuri na kukuza mtaji. Na kwa nini kumewekwa riba wakati mikopo ya halmashauri haina riba kabisa? Unajua kidogo. Unajua isiwe bure sana. Vijana unawajua na wao. Changamoto ya fedha za bure ni kwamba ukipewa zile fedha haiwi bure. Mimi unanipa kwa masharti, kwa maana natakiwa nirudishe ndani ya miaka 5. Lazima upate uchumi. Kwa sababu zile fedha zinajua ni fedha za mikopo zingine kutoka kwa wahisani. Ukiangalia nchi ya China, wananchi wake wakiwa wanataka kufanya biashara nje ya nchi, wanapewa mkopo ambao riba yake ni 4% mpaka 5%. Ambao China ni nchi ambayo ni super power.
ukitofautisha na sisi, kwa sababu kuna shughuli za uendeshaji, kuna mishahara ya hao ambao wanasimamia mikopo, kuna shughuli ndogo ndogo. Nani ambaye anaikizi? Kumpunguzia mzigo serikali, ni lazima kipato unachokizalisha, kwa kuwa unazalisha faida, ni lazima urudishe kidogo kama sehemu ya shukrani kwa serikali na jamii ambayo imekukopesha. Haya, nikitazama ujumbe kidogo, anaandika msikilizaji mmoja akijitambulisha kwa jina la Baba G, na yeye yuko Gongo la Mboto hapa Dar es Salaam. Anasema kongole kwa kundi kubwa la vijana ambalo sasa hakika serikali imeamua kulitazama kwa namna ya tofauti, hasa ukizingatia kwenye masuala ya lugha. Mmezungumzia hapo fursa ambayo imepatikana ya kujifunza lugha ya Kirusi. Anasema vijana mtakaochaguliwa kwenda kusoma Urusi, wekeni bidii, msichezee hiyo fursa, maana ndio nafasi pekee. Kongole serikali kwa kuamua kuja na hili. Sawa, kwa wakina mama kwa sababu wakala wa biashara, wakala wa maendeleo ya biashara hauangalii kwa vijana tu peke yake, kwa rika lote. Naam, wakina mama ndio huwa wanachangamkia sana fursa, hasa katika biashara hizi ndogo ndogo. Kwa zama tulizokuwa nazo, hawa wanapaswa wafanyeje na wao waonekane kwamba wamo katika kuchangamkia fursa na kujikwamua kiuchumi? Maana kuna kujikwamua kukidhi mahitaji ya nyumbani ya kila siku, alafu na kujikwamua kiuchumi. Sisi kama TIDA, miongoni mwa mipango yetu tulionayo ya maendeleo ya viwanda, ya mpango wa maendeleo ya viwanda nchini, ni kuhakikisha kwamba tunamwezesha sio kijana tu, mwananchi wa kawaida, hasa wakina mama ambao ndio wachakaji wakubwa sana, kujitoa katika shughuli za kutafuta ili wale la kwenda katika uwekezaji. Na uzuri wa mama wamewekeza sana katika shughuli za vikoba, ni washiriki wazuri sana. Sasa tuna mpango ambao tunaufanya sasa hivi kutoa elimu kwenye vikoba, kuvitoa katika mfumo wa kugawana fedha mpaka kwenye mfumo wa uzalishaji, kwamba kila mwisho wa mwaka hawa mama na vikoba vyao na vikundi wanafungua viwanda vidogo vidogo, wanashiriki katika kuzalisha mali. Hiyo inawapa sustainable development, wanakuwa na uchumi endelevu. Lakini pia serikali imewaangazia kwa mapana sana kwenye mikopo ya halmashauri ambayo ni rahisi wao kupata mitaji. Na ukiangalia, naweza kusema hata wao wanaingia katika wizara ya vijana, kunaingia katika kundi la wakina mama. Yaani wale mabinti wanaingia pote pote. Hao wengine wanaingia huku. So wanapata nafasi kubwa sana ya kukua, ya access ya mitaji. Lakini pia watakapofanikiwa katika mfumo wa uzalishaji wa kuwa na viwanda vidogo vidogo, inakuwa rahisi wao kuwa na kipato ambacho ni cha kustahimili maisha kila siku. Ukienda katika nchi ya India, ni nchi ambayo inawamama sana wachakarikaji katika uzalishaji wa bidhaa ndogo ndogo. Na hata sisi tukirudi mwishoni mwa miaka 90, SIDO ilikuwa na mpango wa maendeleo ya viwanda, ilikuwa inatoa ujuzi mdogo mdogo, na tunao watu ambao na ushuhuda wa wanufaika waliingia SIDO wakapata mikopo ya mashine ya mitambo, mpaka leo wanaendesha familia zao na wajukuu wanaendelea kunufaika na kile wanachokifanya. Sasa kurudi kwa kina mama, tunataka sasa tuwatoe sasa katika mfumo wa awali wa kwamba ataamka tena kuchuuza, atarudi na kumfanya kuwa engine ya uzalishaji, kwa sababu ni watu ambao wanaweza kuvumilia katika uwekezaji wa muda mrefu. Ni wavumilivu kina mama? Yes, sana. Anaweza kaka 1,000 mpaka kufika milioni 1. Kweli? Yes. Na sasa hivi wanavyokuwa na sheria nyingi hivi? Hapana, wamama ni mtu wa budget sana. Ndio maana mtu wa budget sana. Ndio maana ukimbadilisha mama ukamweka katika mfumo ambao ukamwezesha, nchi yote imefanikiwa. Ndio pale wanaposema kwamba kwenye mafanikio ya mwanaume unajua kuna mwanamke ni nani? Mwanamke shupavu, lakini kwa hivyo mwanamke shupavu, mwanamke ambaye alitengenezwa. Sasa Aishi, swali langu linakuja tukiwatazama nyinyi kama TIDA, mnaona kuna changamoto gani wanayokumbana nayo vijana, kiasi cha kwamba pengine mtu anaposikia fursa zinapotokea, anasikia rais amekwenda taifa fulani, au tumepata ugeni wa rais au kiongozi kutoka nchi fulani, fursa zinajitokeza, anaposikia mambo ya kwamba kuna fursa huko Singapore, kuna fursa huko India, kuna fursa huko Urusi, anaona hizi mimi hazinihusu. Kuna kijana yuko Katavi huko, anaona hizi mimi zitanigusaje? Anajidogolesha, yani kwamba mimi labda sijaenda shule sawa sawa, au hii nafasi si yangu, hii ni ya vijana labda wasomi. Mmekuwa na jukumu gani pengine la kuwatia moyo, lakini pia kuwaonyesha njia kwamba hata kama wewe
ni kijana mkulima mdogo ulioko huku, unaweza kuzitumia fursa vizuri, mnafanya nini? Ni taarifa. Naam. Kwanza ili nifike hapo vizuri, inabidi nipite kwa hizi ripoti za ziara mbili zilizopita. Sawa. Katikati. Kabla Mheshimiwa Rais hajaenda Urusi, mimi niliwaandikia andiko ubalozi wa Urusi. Nikiwa nawaomba wao kushirikiana na TIDA katika kuhakikisha katika shughuli za maendeleo ya viwanda, katika agribusiness, katika masuala ya teknolojia ambazo ni training mbalimbali. Baadaye walinijibu, walikubali, wakanitaka niwaelezee engo gani na wao wanataka shiriki vipi. Yaani wao wana participate vipi direct. Sasa ziara ya kwanza ya Urusi. Ukiangalia Urusi ni nchi ambayo ina mifumo mikubwa sana ya teknolojia. Ukiacha teknolojia ya uzalishaji, ni teknolojia ya kilimo. Ambayo ile kijana wa Katavi kupitia haya makampuni ya Kirusi ambayo tunaweza tukaingia nayo mikataba baadaye ya kushirikiano, ataingia katika uzalishaji wenye tija. Kutoka katika uzalishaji wa kizamani wa kusubiri mvua na jembe la mkono. Yes, mpaka kwenye uzalishaji wa kutumia teknolojia. Maana yake namtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Pia kwenye uzalishaji Warusi wanaweza kutoa training, kwa maana ya mafunzo mbalimbali ya teknolojia kwa vijana, uzalishaji mali kwa kutumia teknolojia rahisi. Maana yake bado ni fursa kwa hawa. Sasa hizi zimefika kwetu. Sisi wajibu wetu ni kuzitoa hapa, kuzipeleka kwa huyo kijana wa Katavi, kijana wa Kigoma, kijana wa Singida, kijana wa Mbeya. Kumwambia kwamba pamoja na chochote tunachokifanya hichi, bado una fursa sehemu fulani. Hata kijana wa Iringa pia, badala ya kuwa anauza mbao, sasa hivi aanze kuuza thamani za ndani ambazo ziko katika mazingira mazuri. Kwa maana akishavuna zile mbao atengeneze kiwanda chake cha thamani. Kama atakuwa 10-20 wakaenda cha thamani. Ndio maana tunakuja katika maendeleo ya viwanda na biashara. Kwamba tunamtoa katika ile ya awali katika ya kuuza malighafi kwenda katika hatua ya pili. Hatua ya pili ni kumfanya huyu kijana kuongeza kama hivyo kuongeza thamani ya mazao. Kwa mfano kijana wa Katavi anazalisha bidhaa mazao lakini anayauza kama malighafi. Sasa huyu unaenda kumpa elimu kwamba unaweza ukazalisha ukapackage, umeongeza thamani. Ukienda katika soko ni rahisi kupata wateja. Soko linatoka wapi? Ziara ya pili sasa inakuja kwenye soko linatoka wapi. Tanzania imeingia mikataba 4 na Singapore. Singapore ukiangalia katika jiografia yake imedhibiti Malaka na mlango bahari wa Malaka. Ambao mlango bahari wa Malaka unapitisha zaidi ya 70% ya biashara zote duniani. Kufanya biashara na Singapore ama kuingia makubaliano ya biashara na Singapore, maana yake umedhibiti Asia yote ambayo ni zaidi ya nusu population ya dunia. Maana yake mlango bahari ambao unaingia India, China na kadhalika. Maana yake ile population yote unakuwa umeidhibiti. Sasa soko la haya mazao yetu sasa, advantage tunaipata, tumepata soko kubwa la kuuza. Ambayo huyu kijana wa Katavi badala ya kusubiria bei zipande, yeye anaweza akauza moja kwa moja kwenye soko la dunia. Lakini pia haya makampuni yamekuja na makampuni mengine ya usafirishaji makubwa ambayo yanaweza yakarahisisha ufikaji wa soko la moja kwa moja. Badala ya kutegemea kuunga huku na kuwa na watu ambao wanakuja wananunua kidogo wageni wanaenda kuuza, lakini haya makampuni yanasaidia kupata access ya usafirishaji kwenda katika soko husika. Kumekuwa na malalamiko pia. Kuna wakati tuliwahi kuzungumza na aliyekuwa balozi wa China kabla ya kuhamishiwa Uingereza, balozi wa Tanzania nchini China kabla ya kuhamishiwa Uingereza, balozi Kairuki. Jina lake la kwanza sibaki hapo tutalikumbuka tu. Balozi Kairuki, tulizungumza naye akasema vijana tunawahimiza walete bidhaa huku China, kuna soko kubwa sana la mazao. Lakini bado hawajapata elimu thabiti kuhusiana na ubora wa bidhaa. Hili sasa hivi wafanyeje baada ya kwamba soko limefunguka hasa Singapore huko? Sasa hapo ndo tunakuja sasa. Hawana elimu thabiti ya ubora wa bidhaa. Maana yake tunakuja kwenye kutoa elimu namna bora ya utunzaji wa bidhaa. Ya kwanza kwenye kilimo, utunzaji wa bidhaa na packaging ili kufika sokoni. Kwa sababu
wenzetu wana standard za aina ya mazao ambayo yanaingia kwenye soko lao. Ukishindwa kufikia zile standard, hata kama bidhaa zako ni nyingi kiasi gani, hawakuruhusu. Sasa mkipata elimu nzuri, tukiwapa elimu nzuri hawa vijana, tukawa tuna sehemu nyingi sana, viwanda vingi vya kuongeza thamani, ni rahisi sana hawa vijana kulishikilia hili soko ambalo ni soko kubwa kimsingi, ambalo linaweza likanufaisha nchi yetu. Lakini pia ukiachilia mbali soko la mbali, lakini pia katika mkataba wa Singapore kuna mkataba wa uwekezaji. Singapore wameiangalia Tanzania kama mlango wa kuingia katika moyo wa Afrika. Ukifanikiwa, ukiangalia ramani Tanzania, ukishika soko la Tanzania, umeshika nusu ya population ya Afrika. Maana yake umeshika SADC, umeshika East Africa Community. Maana yake sasa hivi Singapore nchini wamewekeza dola milioni 299. Lakini kama uwekezaji utakuwa ni mkubwa katika agribusiness na katika viwanda, maana yake hizi bidhaa sasa thamani yake zitaongezeka kuuza katika soko la ndani, soko la East Africa Community, SADC na soko lao. Tutaanza kumit ile standard ambayo wanayoitaka wao katika soko la dunia. Sawa, kwa kumalizia hapa, matarajio yako kwa jamii kwa ujumla kwenye bajeti inayosomwa leo ni yapi hasa? Matarajio yangu ni kwamba kama bajeti itatolewa kama ilivyosomwa, inaenda kubadilisha maisha kama ilivyopendekezwa, inaenda kubadilisha maisha ya Mtanzania. Kwa sababu changamoto za bajeti ni kwamba bajeti inapendekezwa nzuri, inapitishwa nzuri, lakini wizara inapewa 35%, 30%, 40%, 50%, ambayo kimsingi inakuwa haikidhi. Lakini kama itafikiwa, itafanywa kazi kama ilivyopendekezwa, inaenda kubadilisha maisha ya kila mtu. Nadhani serikali kuna namna ambayo wanajaribu kumtengeneza huyu kijana awe karibu nayo. Ndio maana amempa fursa nyingi sana. Sasa ni kazi ya kijana huyu kuziona hizo fursa na kuzitumia. Lakini sio kutumiwa tu, kupewa elimu thabiti, elimu sahihi, na pia kushikwa mikono. Hapa kwenye kushikwa mkono hapa kuna watu wanasema hata mwanamke sio kumwezesha, mwanamke anapaswa aonyeshwe fursa zilipo ili achangamkie, sio kumwezesha. Yani watu wanaamini kumwezesha ni kama hivi Neema, baada ya kumpa kazi afanye, unamwambia Neema bwana, chukua hizi milioni 10 hizi. Ugendo usiwaseme sana, ni jeshi kubwa. Kwenye kushika mkono ni njia rahisi tu, ni kama hivyo kupewa mitaji. Kwa sababu kama kwa mfano huu hao ambao nimekutanisha nao jana, wamepata fursa kubwa lakini hawana mtaji. Yani yule pale hata tani 500 za nafaka yani leta sisi. Tena wanakuambia sisi tutasambaza kwa kampuni yetu ili tukusaidie. Maana yake huyu kama anapewa mtaji, maana yake ni rahisi sana kukua na kuzalisha ajira nyingi kwa vijana wengine. Kulikuwa na kampuni moja ambayo imeingia ubia pia na serikali na Wizara ya Kilimo, tuliwahi kuzungumza nayo hapa, jina lake nikikumbuka, kwanza nimekumbuka jina la Balozi Mbelwa. Kuna mtu anakukumbusha, anasema anaitwa Balozi Mbelwa Kairuki. Aliyekukumbusha anaitwa Babu Ali kutoka Costa. Babu Ali Costa, yeye yuko soko kuu Majengo Dodoma. Mwambie namshukuru. Namshukuru sana. Na hiyo kampuni nayo imenitoka kidogo, lakini tulizungumza nao hapa. Wao wanachofanya ambao pengine labda linaweza likawa pia ni wazo zuri kama kuna kampuni itajitokeza kufanya hivyo. Kijana ana shamba lake, halijalimwa kabisa, lakini wao wanakuwa na wataalamu wao, kwanza wanapima rutuba ya lile eneo, kwamba hapa panahitajika papandwe mazao ya aina gani. Watamshauri kijana kwamba hapa bwana, hii ardhi inafaa zaidi kwa kilimo cha migomba. Kwa hiyo kama ana ekari zake 5, wao watamgharimia kulima, kupanda mpaka kuvuna. Alafu kuna asilimia wao watachukua na kijana atachukua. Kijana hajafanya chochote. Ndio. Miguu juu, wao wamefanya shughuli zote hizo, alafu yeye anapata asilimia yake. Hiyo nayo pia ni njia nzuri. Hiyo ni njia nzuri kwa sababu kwanza anapata mtaji, pili anajua katika shamba lake panatakiwa papandwe nini, apate elimu, lakini pia anajifunza wale jinsi ambavyo wanapofanya. Yani katika kilimo, unajua kuna kijana wengine hatuna elimu ya kilimo, hasa wale ambao hawajakulia katika mazingira ya kijijini, lakini ana idea, kasoma SUA, ana degree, lakini anataka kuwekeza. Ile kuona watu wanafanya kwa vitendo inamsaidia katika kupata teknolojia
bora za kisasa za kunani. Aishi, tunakushukuru kwanza kwa kuja kwa mara nyingine. Tuliahidi tutakualika tena na tutakualika tena siku nyingine. Asante sana. Asante kwa kushiriki nasi, tukutakie kila laheri na wewe kwenye utendaji wako, na usichoke kulishika mkono kundi la vijana, maana bado linahitaji nguvu yenu. Lakini pia nawakaribisha TIDA. Vijana nawakaribisha TIDA, kuna fursa, nimezungumzia fursa za kilimo, lakini pia kuna fursa za madini, zipo nyingi sana ambazo zimetoka hapo kwenye madini hapo. Tutakuja kuzizungumza wakati mwingine. Namba ya simu ya TIDA kwa kufanya mawasiliano ni 0766 140 858. 0766 140 858. Karibuni kwa mawazo na majadiliano pia. Ni afisa wa wakala wa maendeleo ya viwanda na biashara, kwa kifupi TIDA, anaitwa Aish Milindi. Tumezungumza naye, tumwalika wakati mwingine, mara nyingine. Unaisikiliza UFM Radio, matangazo yanasikika kutoka Dar es Salaam. Tayari ni saa 2 kamili asubuhi. Kwa habari moto moto za kina, uchambuzi yake ndefu daima, utapata unachostahili. Wewe ni sisi na sisi ni tunazisaka habari, michezo, nje na ndani, tunakuletea, tunazichambua, tunazipembua, kwa sababu wewe ni sisi na sisi. UFM, sisi ni wewe. Express, habari zaidi. Amka nasi. Ndio, muda umewadia sasa wa kuangazia kidogo kwenye masuala yanayohusu michezo. Na leo na michezo mnasemaje? Mnasema ndio kick off. Leo ndo ni hivyo kwa lugha hiyo ya kimichezo sawa. Majira gani? Muda gani tuseme? Majira ni ya kiangazi. Sawa, muda. Saa 4 usiku. Saa 4 usiku. Ndo mchezo wenyewe, lakini shamra ufunguzi huo. Mechi ya kwanza ni saa 4 kamili. Saa 4. Shamra zinaanza mapema sana. Sawa, na yote hayo kwa uhondo mzuri tu. Na sisi tuseme tu kwamba ameonesha nia ya kuishabikia Afrika Kusini. Si kwa sababu tu ni Afrika. Aliniambia kabla ya kuingia hapa. Badilika sasa hivi bana hii. Yani timu yako ni nini? Timu yako ni timu zote za Afrika. Timu zote za Afrika za kwetu, sio useme za kwako. Mimi najizungumzia mwenyewe. Mimi ya kwangu ni moja tu. Sisi Afrika wote tunashabikia timu zetu za Afrika. Wakati vumbi karibisha. Dawati la michezo linamleta Juma Kinanguka leo, ikiwa ni ufunguzi rasmi wa michuano ya kombe la dunia. Wakati vumbi la fainali za kombe la dunia zikianza kutimwa vumbi leo, rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino amekanusha kuwa shirikisho hilo limeshindwa kusimamia ipasavyo fainali za kombe la dunia, ikiwa ni siku chache tu baada ya mwamuzi Omar Abdul Kadir Atan wa Somalia aliyepangwa kuchezesha fainali hizo kuzuiwa kuingia nchini Marekani. Akiongea na waandishi wa habari kabla ya kuanza kwa michuano hiyo, Infantino amesema FIFA inajaribu kutafuta suluhisho kwa matatizo yanayojitokeza, lakini haiwezi kuamuru serikali au vyombo vya usalama vya nchi kufanya kile FIFA inachokitaka. Na leo ni siku ya ufunguzi, ambapo mchezo wa ufunguzi ni mchezo mmoja hii leo, ambapo leo ni zamu ya Mexico ambao tutapambana na Afrika Kusini, mchezo kupigwa pale saa 4 kamili usiku, na huu ni mchezo wa kundi A. Saa 11 alfajiri kwa maana ya kesho ni Korea Kusini dhidi ya Chekia, ni kundi A. Na kwenye masumbwi usiku wa kuamkia hii leo, bondia Hassan Mwakinyo ameshindwa kutoa ubingwa wa dunia wa IBO baada ya kupokea kichapo kutoka kwa bondia Michel Soro wa Ufaransa katika pambano lililopigwa usiku wa kuamkia hii leo jijini Abidjan, Ivory Coast. Pambano hilo la raundi 12 lilishuhudia Mwakinyo akiishia raundi ya 9 tu baada ya kupoteza kwa technical knockout baada ya Soro kumfurumushia makonde mfululizo na mwamuzi kumaliza pambano hilo. Patashika za ligi kuu soka Tanzania bara NBC inarejea tena hapo kesho Ijumaa
Juni 12 kwa mzunguko wa 26 kwa michezo mitatu kupigwa, ambapo wagosi wa kaya Coastal Union watawakaribisha Namungo kwenye uwanja wa Mkwakwani pale Tanga. Coastal Union walishika nafasi ya 10 wakiwa na alama 28 baada ya michezo 25, huku Namungo wakiwa kwenye nafasi ya 13 alama 25 baada ya kushuka dimani mara 25. Fountain Gate wenyewe watakuwa nyumbani pale Arusha kwa kabili Azam FC katika mchezo utakaopigwa saa 10 jioni, huku watoto hao wa shule wakijaribu kulipa kisasi baada ya kufungwa mabao 4-0 kwenye mchezo wa kwanza uliopigwa Azam Complex. Lakini vibonde wa ligi kuu ya NBC KMC wenyewe Kino Boys watakuwa na shughuli pevu dhidi ya TRA United, mchezo utakaopigwa kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam, utakaopigwa pale saa 2 usiku. KMC ndio wanaoburuza mkia katika msimamo wa ligi kuu wakiwa na alama 9 baada ya michezo 25, huku TRA United wakishika nafasi ya 6 alama 37, ambapo mchezo wa kwanza baina ya timu hizo mbili TRA United walishinda mabao 3-0. Na chama cha mpira wa kikapu kwa watu wenye ulemavu Wheelchair Basketball mkoa wa Dar es Salaam kimewaomba wadau mbalimbali kudhamini ligi ya mchezo huo kwa mkoa wa Dar es Salaam inayotarajiwa kuanza kutimwa vumbi mapema mwezi ujao. Katibu mkuu wa chama hicho Ashura Mwenyemvua amesema tayari timu mbalimbali zinaendelea kujifua kwa ajili ya ligi hiyo. Ni hayo kutoka dondoo za michezo. Tunakushukuru Juma. Basi na sisi leo mambo ni mengi, kila mmoja leo mambo ni mengi, lakini wacha tufuatilie. Atafuatilia kombe la dunia ndio limeanza. Kwa hiyo dunia leo macho yao na masikio yao yote ni kule Mexico. Marekani kwa leo ni Mexico na Afrika Kusini. Kivumbi hicho leo mitakuwa Afrika. Yaani leo kwa ufupi, leo ukimaliza kufuatilia bajeti unakaa sasa mkao wa kufuatilia kombe la dunia. Juma, asante na uwe na asubuhi njema. Kila laheri kwenye maandalizi ya Sports Mando. Asante sana. Morning Express. Amka nasi. Hello? Hiyo mwanaume una shida gani? Nimekuambia mara ngapi ulipe bili ya maji? Haya, ona sasa. Maji wamekata. Leo tunakula nini? Siwezi kupika, watoto hawajaoga, nguo sijafua. Hivi kwa nini unakuwa hivyo? Mwanaume hausikii. Nikukumbusha mara ngapi? Hapo vipi? Nimeongeza na ruku kabisa, tusilale giza. Mme wangu, umepigaje hapo? Mbona umesuta haraka hivyo? Unajua natumia NBC kiganjani lakini nagusa tu. Sikia, kuna kitu nitaka kukuambia. Ukiwa unarudi, ukipita kwa mangi. Ushaanza kunipanga. Maliza kibingwa na NBC. Fanya malipo ya serikali na bili zote nyingine kama umeme, maji, vingamuzi na kadhalika kwa urahisi kupitia NBC kiganjani. Piga *150 *55 reli au pakua app ya NBC kiganjani sasa. NBC daima karibu nawe. Aroma noodles bishila faster Aroma noodles dakika 3 nakula faster Aroma noodles bishila faster dakika 3 nakula faster kabisa. Iti chakula kitamtam unapika unakula unakata na hamya ni mambo ni bambam faster dakika 3 kimeiva mkono kinywani. Aroma noodles Ndiyo, pishi la fasta ni Aroma Noodles kutoka Azam Bakeries Company Limited. Tambi zilizokuja na jumla ya ladha 7 ikiwemo nyama ya ng'ombe, kuku, mboga na nyingine nyingi zinapatikana kwa jumla. Agiza sasa uletewe mpaka dukani kwako, na pia zipo maduka yote karibu yako. Kwa mawasiliano zaidi